Amen. Na labda leo nianze na andiko. Kuna kitu nianze kukuonyesha kwenye andiko kabla hatujaendelea mbele zaidi. Labda inaweza ikakusaidia. Tunaendelea kuzungumza kwa habari ya ndoto ambazo watu wengi mmekuwa mkiziota, na ni ndoto ambazo zimebeba ujumbe. Sasa wewe kutokujua maana ya ndoto ama kutokujua tafsiri ya ndoto haizuii ndoto kutimia. Sijui kama unanielewa vizuri. Unaweza baadaye ukamlaumu Mungu, ukalaumu mazingira, imekuwaje, kwa nini hiki kimetokea? Kwa sababu taarifa ilishatoka. Ni jukumu lako muotaji kujua maana ya ndoto. Ni jukumu lako muotaji kujua namna unaweza ukatafsiri ndoto, na ni jukumu lako muotaji kujua tafsiri ya ndoto ambazo umekuwa ukiziota. Hilo ni swala ambalo lazima utengeneze kujua maarifa. Ndio maana Biblia iko wazi, inasema watu wangu wanaangamizwa sio kwa sababu hawajui kuomba, sio kwa sababu hawafungi, sio kwa sababu hawatoi sadaka, sio kwa sababu hawasomi neno la Mungu. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Una maarifa gani kwenye hiyo sadaka unayoitoa? Una maarifa gani kwenye kufunga ambapo unafunga? Una maarifa gani kwenye maombi ambayo unayaomba? Na una maarifa gani ambayo unatoka nayo unaposoma neno la Mungu? Natamani tuelewane vizuri kabisa kwa haya maelekezo ambayo nayaachilia kwako leo hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yameeleza kwa upana sana kwa habari ya lango la ndoto, kwa habari ya namna ambavyo Mungu anaweza akazungumza na wewe. Anazungumza na wewe kwa njia nyingi sana, lakini njia mojawapo ambayo Mungu anaweza akazungumza na wewe ni kwa njia ya ndoto. Na watu wengi wamekuwa wakidharau, wengine wamekuwa wakipuuzia, wengine wamekuwa wakichukulia kawaida. Sijui kama unaelewa ninachokizungumza. Angalia na mimi kitabu cha Ayubu sura ya 33. Ayubu sura ya 33. Kuna kitu nataka nikuonyeshe hapa na uhakika kitakusaidia kabisa. Ayubu 33 mstari wa 15, lakini natamani tuanze mstari wa nyuma kidogo. Tuanze mstari wa 14. Nikuonyeshe kwa sababu ndoto sasa zimekuwa nyingi. Na ile tu nimejaribu kuachilia maelekezo ya ndoto ambayo ilitokea kwa yule mtoto. Ni kama idadi kubwa sana ya watu imefunguka. Ni kama watu mmefunguka kueleza ndoto ambazo mmeziota, na wengine wamenionyesha kabisa mpaka madhara ambayo watu wamekutana nayo kutokana na ndoto ambazo wameziota. Na kuna ndoto ambayo nataka nikuonyesha hapa, ni ndoto nyingi sana ambazo mmeitumia, na mnatamani kujua maarifa, mnatamani kujua tafsiri ya hizo ndoto, mnatamani kujua maana ya hizo ndoto. Roho Mtakatifu unaye ndani yako. Ile tu natamani kujua tafsiri ya ndoto, wakati mwingine tengeneza mazingira ya kuomba. Sijui kama unanielewa. Tengeneza, mimi naweza nisipate wakati wa kukujibu kwa wakati sahihi, ama nisipate muda wa haraka wa kukujibu hitaji lako hili la kutafsiriwa ndoto kwa haraka, lakini una Roho Mtakatifu ndani yako. Nikipata nafasi, Roho Mtakatifu akanipa maelekezo, ninaliachilia kwako. Lakini nisipoweza kukujibu kwa haraka kwa sababu ya wingi wa watu na huduma nyingi ambazo tunaendelea nazo hapa madhabahuni, hakikisha unamuomba Roho Mtakatifu. Omba Roho Mtakatifu akupe maelekezo kwa habari ya ndoto uliyoiota. Acha kupoteza muda kusubiri maana kwa mtumishi. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, mwisho wa siku unajikuta hata hiyo ndoto inatimia na tatizo linatokea kwenye maisha yako. Unaanza kumlaumu Mungu. Lakini kwa nini uliweka imani yako kwa mwanadamu wakati unategemea mtumishi arudi kukusaidia, na wakati mwingine na mambo mengi, na wewe una Roho Mtakatifu ndani yako, unashindwa kujua namna ya kumuomba Roho Mtakatifu akusaidie kwenye tafsiri ya ndoto? Kama unaweza ukaomba kwa habari ya Mungu kukusaidia kwenye mahitaji yako, kukusaidia kwenye ndoa, kukusaidia kwenye kazi na mambo mengine, kwa nini unakosa nafasi ya kumuomba Mungu akusaidie ama Roho Mtakatifu akusaidie kwa habari ya kutafsiri ndoto ama maana ya ndoto? Kwa nini hili jambo linakuwa mzigo kwako wakati vitu vingine unaweza kuviombea? Kwa nini unashindwa kuombea ndoto? Kwa nini? Kwa sababu wakati mwingine mtu anakuja tu straight, moja kwa moja, anaeleza, naomba tafsiri. No. Kama vitu vingine you can pray for, unaweza kuviombea, kwa nini unashindwa kuiombea ndoto? Ile tu hali ambayo ya uzembe shetani anaiweka ndani yako, anazidi kukucheleweshea na kukupotezea muda ili kuhakikisha hiyo ndoto inaleta madhara kwenye maisha yako. Na unashindwa kuelewa kwa sababu ndoto lazima inaenda na timing kiroho. Ndoto hauoti tu alafu inabaki tu hewani. No, imeshatengenezwa kwenye ulimwengu wa roho, inatakiwa itimie. Sasa wewe unapoteza muda, unahakikisha tu umeiweka kwa mchungaji, umeiweka kwa mtumishi fulani, unasubiri tu akutafsiria alafu umekaa comfort. Ndoto ina timing. Ndoto ina timing yake. Nenda kamuulize Nebukadreza, ndoto ilikuwa na timing. Nenda kamuulize Farao, nilikueleza kwenye ibada iliyopita, ilikuwa na timing yake. Miaka tayari ilishatengenezwa ya njaa. Sijui kama unanielewa. Manake angedharau na kupuuzia ile ndoto, kama alivyoamka akasema kumbe ni ndoto tu, kumbe ni ndoto. Light angeendelea kupuuzia, ile miaka ingefika na angejikuta anaingia kwenye shida kubwa sana yeye na taifa lake. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaweza ukawa unahitaji ushauri wa kiroho, maombi na maombezi. Namba ya madhabahuni ni 0758
708804 0758708804. Mimi naitwa Pastor Innocent Mashauri na haya ni maarifa ya kimungu kupitia madhabahu ya Siri za Biblia. Hakikisha unajua namna ya kuombea ndoto. Hakikisha unatengeneza namna ya kuombea ndoto ili ikusaidie, kwa sababu the more unapoteza muda ndo the more unatengeneza mazingira ya hatari kutokea kwa ile ndoto ambayo umeiota. Bwana Yesu atusaidie sana. Laiti watu wangejua timing ya ndoto ambayo yule mtoto aliiota, wangeishughulikia mapema, yule mtoto asingepata haya matatizo yote. Lakini imeshindikana, ndo maana matatizo yametokea. Okay, labda nikuonyeshe ndoto nyingine kabla sijakupeleka kwenye andiko. Si ni sawa? Nikuonyeshe ndoto nyingine, alafu nikuonyeshe andiko, namna ambavyo Mungu amekuwa akitumia ndoto na ulimwengu wa roho umekuwa ukitumia ndoto kama lango la kupitisha ujumbe ambao unatakiwa ufike kwenye maisha yako. Ndoto ni lango ambalo linatumiwa na ulimwengu wa roho. Nikisema ulimwengu wa roho hapa namaanisha Mungu, namaanisha shetani pia. Shetani pia anaweza akatumia ndoto kama lango, lakini hivyo hivyo na Mungu pia anatumia ndoto kama lango kuhakikisha analeta taarifa yake kwenye maisha yako. Sasa ukikosa kuwa na uelewa na ukakosa kuwa na maarifa, utajikuta unaangamizwa. Kiukawaida kabisa unaangamizwa, na kinachokuangamiza ni ndoto. Imagine ndoto imemuua mtoto. Okay, kuna ndoto nyingine hapa, kuna mtu ametuma. Ni ndoto nyingi, siwezi tu kuzieleza zote, lakini kama utapata nafasi ukatushirikisha ndoto yako, ukaieleza tu kwa upana, ili tuweze kutoa maelekezo na kuwasaidia wengine ambao labda huenda wamekuwa wakiota ndoto kama hizi. Hata kama bado haujavuka hapo, tunaweza tukakusaidia kuanzia hapo kujua maana ya ndoto na tafsiri ya ndoto kwa msaada wa Roho Mtakatifu ili uweze kuvuka. Imagine yule mtoto aliota kuku amemdonoa kwenye paji la uso, na ni kitu kikatokea na mtoto akapoteza uwezo wa kuona kwa jicho moja na baadaye akafariki dunia. Yuko ndugu yetu mwingine hapa anaeleza kwa habari ya kunguru aliyemtokea ndotoni, alafu akala nyama yake ya tumbo, nyama ya tumboni. Kunguru, sijui kama unanielewa. Wengi tunamjua kunguru, tunawaelewa. Bwana Yesu atusaidie sana. Kunguru akamtokea ndotoni, alafu akanyofoa nyama kwenye tumbo lake. Okay, naomba nisome kama alivyoandika, tutaelewana vizuri. Anasema, Bwana Yesu asifiwe pastor, nimefuatilia somo la ndoto, mtoto aliyedonolewa na kuku. Anasema, mimi niliota kunguru kaninyofoa nyama kwenye tumbo langu upande wa kulia chini ya kitovu. Aliota kunguru amemnyofoa nyama kwenye tumbo lake na ni upande wa kulia, alafu chini ya kitovu. Anasema, nilisikia maumivu makali sana. Hadi nilipoamka yale maumivu yalikuwa bado yapo, yanaendelea. Anasema, sikuelewa kwa kweli ilikuwa ni ndoto. Anaturudisha kwenye akili ya Farao kwamba kumbe ni ndoto. Kwa anasema sikuelewa kwa sababu ilikuwa ndoto. Cha kushangaza, baada ya wiki nikaumwa sana. Akaenda hospitali. Anasema hospitali wakasema ni mchafuko wa damu. Akachomwa sindano, akawekewa na drip pamoja na dawa nyingi sana akapewa. Anasema kama baada ya siku 3 akazidiwa tena, akapelekwa hospitali nyingine. Yani akahamishwa hospitali, kutoka hospitali moja kwenda hospitali nyingine. Kazi ambayo aliifanya kunguru kwenye ndoto. Jaribu kuangalia matokeo yake. Wanasema damu imechafuka, kachomwa sindano, kawekewa drip, kapewa madawa mengi sana, lakini bado haikuweza kufua dafu. Ndani ya siku 3 hali imezidi kuwa mbaya. Ikabidi mwenzetu huyu ahamishwe hospitali, apelekwe hospitali nyingine. Ninavyoendelea kukuelezea hiki kisa, usitoke kwenye ndoto. Yani usitoke, unatakiwa ujue kwamba ni ndoto. Namna ambavyo ndoto inaweza ikaleta matokeo mabaya sana kwenye maisha ya muotaji, alafu anashindwa kuzingatia. Akahamishwa hospitali, kapelekwa hospitali nyingine. Anasema alivyopelekwa kwenye hospitali nyingine ambapo ilikuwa ni usiku wa manane, amefikishwa pale hospitalini usiku wa manane. Anasema kufikishwa tu akaambiwa appendix imepasukia tumboni. Appendix imepasukia tumboni. Kwa hiyo harakati za operation zikaanza usiku ule ule aliofikishwa tu pale hospitali. Tunajaribu kuhifadhi majina ya maeneo kwa sababu hayana umuhimu sana, si tunazingatia mambo ya kiroho. Akafanywa operation pale haraka usiku ule ule kwenye hiyo appendix ambayo anasema ilipasukia ndani. Anasema na hiyo appendix ni sehemu ile ile aliyoinyofoa nyama kunguru.
upande wa kulia pembeni ya kitovu. Anasema ndo sehemu ile ile ambayo kunguru aliinyofoa kwenye ndoto. Kiuhalisia appendix imepasuka. Kwenye ndoto ameonyeshwa kunguru amemdonoa kwenye tumbo lake. Anapelekwa hospitali kubwa zaidi, wanagundua appendix imepasuka. Leo kuna mtu bado anaweza akaeleza akasema ni ndoto tu, ni ndoto tu. Na kuna mtu leo bado anaweza akadharau na akapuuzia ndoto. Okay, kama kuku alimdonoa yule mtoto kwenye ndoto na kiuhalisia akaja akamdonoa mtoto akapoteza maisha, tuachane na mtoto. Kama huyu mwenzetu ameota ndoto kunguru anamdonoa kwenye tumbo upande wa kulia chini ya kitovu pembeni, alafu anakimbizwa hospitali baada ya maumivu makali ya tumbo, wanagundua appendix imepasuka. Sijui kama unanielewa ninachokizungumza. Natamani niende taratibu watu muelewe kwamba ndoto ni mlango halisi katika ulimwengu wa kiroho, na chochote ambacho kinasukwa na kinapikwa na kinatengenezwa kwenye ndoto huwa kinathibitika na kinatokea kwenye ulimwengu wetu wa kawaida. Vinginevyo, huyu ndugu aliyeota kwa habari ya hii appendix kupasuka, aliyeota kwa habari ya kunguru kumdonoa, appendix isingepasuka kiuhalisia. Sasa unaweza ukawaeleza madaktari kitu ulichokiota na wasikuelewe. Wenyewe wanaweza wakaja na sababu zingine. Unajua appendix kikitokea hiki kwenye mwili, jambo hili likitokea huwa zinapata shida, sometimes huwa zinapata shida. Watakuja na mambo yao ya kisayansi wakakueleza na ukaelewa, lakini kiuhalisia wewe unajua kabisa chanzo ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tiba zinaweza zikaendelea za kihospitali, na sio kitu kibaya, zinaweza zikaendelea, lakini usipolishughulikia ili jambo kiroho, nakueleza tu wazi ya kwamba ili jambo litaendelea kuyatesa maisha yako. Utajikuta hiki kidonda cha ndani kinaendelea kuumiza maisha yako. Utajikuta hiyo appendix inabaki pale pale hata kama wakiitibu kwa namna wanavyoweza kitaalamu, lakini utajikuta kuna kitu cha kiroho bado hakijashughulikiwa, kwa sababu chanzo sio hicho ambacho madaktari wanakisema. Chanzo ni ndoto, chanzo ni rohoni. Ulimwengu wa giza ulituma kunguru akaja akadonoa tumbo upande wa appendix ilipo, appendix ikapasuka. Kuna watu bado hamnielewi. Kuna watu bado mnachukulia kawaida ndoto. Okay, mwenzetu ametushirikisha in a very serious way. Anasema operation zikaendelea pale kwa sababu imejulikana kwamba appendix imepasuka. Hivi huyu leo angesimama tu hadharani aseme jamani, hii appendix ambayo imepasuka nilidonolewa na kunguru ndotoni, unajua ni wachache sana wangemuelewa, watu ambao wako rohoni. Lakini kuna watu wangedhani amechanganyikiwa. You are not okay, hauko serious. Okay, umedonolewa na kunguru ndotoni, appendix ipasuke. Huyo kunguru alikuja kiukweli, alikuja. Unaweza ukaelewa hivi vitu, lakini nakueleza ukweli, nisikilize, nitakusaidia. Haya mambo ambayo yanatokea kwenye maisha yetu ya kila siku yanaanza kwanza kutengenezwa kwenye ulimwengu wa roho, alafu ndo yanathibitika. Chochote ambacho kinatokea kwenye maisha yako kwanza kilipikwa rohoni, kiwe kibaya kiwe kizuri, liwe jambo jema liwe jambo ovu, kwanza lilipikwa rohoni alafu likaja likatokea mwilini. Ukishindwa kujua namna ya kuzuia ndoto mbaya, utajikuta kila kitu kibaya na kiovu ambacho kinapikwa kwenye ulimwengu wa roho kinatimia kwenye maisha yako. Utajikuta unaendelea kuentertain haya mambo na maisha yako yanazidi kuwa magumu sana, maisha yako yanazidi kuwa ya shida sana. Mimi sijui unaota nini so far mpaka sasa hivi. Sijui ni ndoto gani umeiota usiku uliopita, ama miaka kadhaa iliyopita, ama miezi iliyopita. Sijui ni ndoto gani umeiota, lakini athari zinaendelea kuyatafuna maisha yako bila yawe kujua. Utapita kwa wachungaji mbalimbali, utaombewa. Utapita kwa washirika ambao unadhani unashirikiana nao labda kwenye maombi ili muweze kuomba. Utapita maeneo mbalimbali, lakini msipojua asili ya tatizo, hilo jambo litakuangamiza totally kabisa, litakuangamiza vibaya mno. Sijui kama unanielewa ninachokizungumza. Okay, mwenzetu huduma za kihospitali zikaendelea, lakini kiuhalisia kuna jambo la ulimwengu wa giza ambalo lilifanya kazi. Appendix ikapasuka. Madaktari wakafanya kazi. Anasema usiku ule wakahakikisha wanashughulika kwenye operation ambayo anasema operation iliyopangwa kufanyika ndani ya saa moja na daktari mmoja tu, ilifanyika kwa masaa 4 na madaktari wakaongezeka, maana ni operation ambayo ilikuwa na maluelue mengi. Anaelezea vizuri, nisikilize. Operation imepangwa kufanywa na daktari mmoja na nilisali moja tu, kila kitu kinakuwa sawa pale, mambo mengine yanaendelea, lakini ilishindikana kiasi ambacho
Madaktari wakaongezwa kwenye ile operation, lakini badala ya operation kufanyika kwa lisali moja, operation ikafanyika kwa masaa 4. Huyu anayeelezea hili, aliyekumbwa na hili tatizo, anasema operation ilikuwa na maluelue. Madaktari hawaelewi, wanajua ni kweli appendix imepasuka sawa, lakini mambo ambayo yanaendelea pale kwenye ile operation walikuwa hawaelewi. Usidharau na usipuuzie ndoto, mtu wa Mungu. Usidharau na usipuuzie ndoto. Narudia kusema, usidharau na usipuuzie ndoto. Masaa 4 operation inafanyika chini ya madaktari wengi, madaktari wakaongezwa, operation na maluelue. Anasema madaktari hawakuamini kama kweli nimesurvive, maana hali ilikuwa mbaya sana. Hali ilikuwa mbaya sana. Sasa hizi ndo taarifa ambazo baadaye anazipata alipoenda kutoa nyuzi. Mnajua mkishafanywa operation, baada ya muda kuna nyuzi zinaenda kutolewa. Anasema siku anaenda kutolewa nyuzi pale, ndo madaktari wanashangaa vile ambavyo alisurvive, kwa sababu ilikuwa hali ni mbaya sana. Wale madaktari wote ambao walishiriki katika ile operation yake, anasema walikusanyika wakasema, tumshukuru Mungu kwa hili alilolitenda. Tumshukuru Mungu. Nikwambie kitu kimoja, ukiona madaktari wamefika mwisho wa akili zao, ulikuwa unaondoka. Manake madaktari siwasemi kwa ubaya, lakini Mungu amewajalia wana uwezo wa kupambana kuhakikisha wanamsaidia mtu. Wanakuwa na Mungu kabisa, ni sawa, lakini huwa wanapambana mpaka pointi ya mwisho. Ukiona madaktari wamenyosha mikono, manake ulikuwa unaondoka. Yani wewe ilikuwa ni asante kwa kushiriki. Amerudi kuondolewa nyuzi zile za operation. Madaktari ambao walishiriki hiyo operation wakaitana wote, wakasema njoni tumshukuru Mungu kwa ajili ya huyu ndugu ambaye amesurvive kwenye hiyo operation. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa na maluelue mengi. Kuna vitu vilikuwa vieleweki. Ni kweli kabisa madaktari walishiriki hiyo operation, lakini walijua hapa tulichokifanya hata hatujui tulichokifanya. Hatujui. Manake walitarajia lolote. Okay. Ukiona mtu anarudi kumshukuru Mungu, manake alitegemea lolote. Akiona muujiza lazima atamshukuru Mungu, kwa sababu alijua okay, hapa nimefanya kwa nafasi yangu, lakini kitakachompata huyu hatujui. Huyu ndugu karudi kuondolewa nyuzi kwenye ile operation, wakamshukuru Mungu madaktari. Wakasema tumshukuru Mungu kwa hiki ametenda. Ananiambia hivi, pastor, hiyo operation ilifanyika mwaka jana Novemba, hadi leo hii upande ule wa operation bado umevimba. Anasema naomba msaada wa kiroho, maana sidhani kama ni ishu ya kimwili tena. Bwana Yesu asifiwe. Hadhani kama ni ishu ya kimwili. Kwa hiyo anaomba na anahitaji msaada wa kiroho, kwa sababu tangu Novemba mwaka jana, almost si ni mwaka sasa, inakaribia kukamilisha mwaka, lakini bado kuna uvimbe pale upande wa kulia ambapo kunguru alimdonoa kwenye ndoto na akafanywa operation kwamba appendix imepasuka. Maombi ambayo tunaendelea kuyaomba usiku saa 6 ni maombi ya langoni, na ni maombi ambayo yamejikita zaidi katika kuhakikisha tunapukutisha maovu, ndoto na maneno yote ambayo yalitamkwa kwenye jana yako yasiweze kuvuka na kuendelea kuathiri leo yako, yasiendelee kuiumiza na kuiharibu leo yako. Sijui kama unanielewa. Haya ni maombi ya maana sana. Laiti ungeelewa, ungeachukulia serious. Ni maombi ambayo yanatengeneza siku yako mpya. Na ninatamani niombe, lakini nitaendelea kuomba zaidi kwa habari ya huyu mwenzetu ambaye amepata haya madhila, ambaye amepata hii shida. Roho Bwana ashughulike na chochote ambacho adui amekiingiza kupitia ndoto, kwa sababu sio swala tu la appendix kupasuka, na sio swala tu la madaktari kutengeneza kile ambacho walikiona kwa macho ya nyama ya kwamba kimeharibika. Katika jina la Yesu Kristo, kama kuna sumu yoyote ambayo iliachiliwa na yule kunguru, kama kuna kitu chochote ambacho kiliingizwa zaidi tu ya appendix kupasuka, na iko kitu kimeendelea kuleta madhara, huo uvimbe ambao unaonekana sasa hivi na unaendelea ndani ya mwaka mzima, ninaukausha kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Rakandarabo shatariabo sika, ripa kandarabo sheteriabo saika, raka katarabaseke. Ninaukausha huo uvimbe, ninaukausha huo uvimbe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sawa sawa na neno la Bwana anasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo. Nami ninatumia damu ya Yesu, ninatumia damu ya Yesu kwenye huo uvimbe ambao umetengenezwa na ndoto ambayo uliiota. Rakandaraba shatarabo sika,
shataraba seteriabo shantaraba saika rikaraba sheteriabo saika rakandaraba. Ninaung'oa. Hilo ni pando ambalo Baba wa mbinguni hajalipanda. Ninaung'oa huo uvimbe saa hii. Ninaung'oa huo uvimbe saa hii na ninaupukutisha kwenye ulimwengu wa roho. Ninaupukutisha kwenye ulimwengu wa roho. Hautakuwepo tena. Hautakuwepo tena. Hautakuwepo tena. Ninatumia damu ya Yesu. Ninatumia damu ya Yesu kwenye ulimwengu wa roho. Inanyonya huo uvimbe. Damu ya Yesu inanyonya huo uvimbe. Inang'oa huo uvimbe na unapukutika kuanzia sasa. Unapukutika sio kesho, kuanzia sasa. Unapukutika sio baadaye, kuanzia sasa. Ninatamka kutoka madhabahuni ya kwamba nguvu za Bwana zinaingia juu yako, na chochote ambacho kunguru alikiachilia kwenye ndoto na kwenye ulimwengu wa roho ambacho kimeendelea kusababisha maumivu na huo uvimbe kubaki kwenye tumbo lako upande wa kulia kwenye kitovu, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa kuwa umetenda. Asante kwa sababu huo uvimbe umeondoka. Na mtumishi wako atarudi kushuhudia kile ambacho umefanya, kile ambacho umetenda, kile ambacho unamuonekania kuanzia sasa. In the mighty name of Jesus ninaomba, katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Mungu amekusaidia wewe ambaye umehitaji msaada kwa habari ya hii ndoto, lakini na wengine wote, kama kuna alama yoyote, kuna dalili yoyote ambayo iliachwa baada ya wewe kuota, amini haya maombi ambayo tumeyaomba na tutaendelea kukuombea hapa madhabahuni. Kuna kitu ambacho Mungu ataendelea kutenda kwenye maisha yako. Kuna kitu ambacho nguvu za Mungu zitaendelea kushughulika na hilo tatizo, na endelea kutumia damu ya Yesu, kwa sababu damu ya Yesu ndo damu ambayo inaweza kusafisha na kutakasa chochote ambacho adui amekipandikiza, adui amekiweka, ama adui amekihifadhi kwenye mwili wako. Hakitakuwepo tena. Hakitakuwepo tena. Mimi naitwa Pastor Innocent Mashauri, na haya ni maarifa ya kimungu kupitia madhabahu ya Siri za Biblia. Unaweza ukawa unahitaji ushauri wa kiroho, unahitaji maombi na maombezi, ama ukatutumia ushuhuda ama ndoto ambayo umeiota unatamani tuwashirikishe na wengine, kile ambacho ulikiota na labda kimeendelea kuleta shida kwako ama kimeleta matatizo fulani kwako. Unaweza ukatujulisha, ukatuelezea tu hapa, na tukaona namna gani tunaweza tukawasaidia wengine, lakini pia tukakusaidia na wewe kwenye maombi. Si ni sawa? 0758 70 8804. Lakini zaidi sana, hakikisha unashiriki kwenye maombi ya usiku saa 6. Ni maombi ya langoni, maombi ya kuhakikisha tunamshukuru Mungu kwa siku iliyopita na tunaipokea siku mpya kwa ushindi, lakini lolote baya na ovu halitavuka kwenye siku iliyopita na kuingia kwenye siku nyingine. Ndio maana halisi ya maombi ya langoni kupitia YouTube channel ya Siri za Biblia. Hiyo ni namba ambayo pia unaweza ukahakikisha unajiunga kwenye magrupu yetu ya WhatsApp ambayo yanaendelea kuachilia mafundisho mbalimbali pia. Mimi nakupenda, lakini Mungu anakupenda zaidi. Hakikisha mimi na wewe tunakutana usiku saa 6 kwenye maombi yetu ya langoni. Utunzwe na Bwana Yesu. Shalom. Wewe ni Bwana uniponyaye, wewe ni Bwana mponyaji, lituma neno lako liponye. Wewe ni Bwana ponyaji, wewe ni Bwana uniponyaye, wewe ni Bwana ponyaji, lituma neno lako liponye. Wewe ni Bwana.